Habari gani Mwanakeo TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Ndiwakeo TV. John Pambalu amechambua hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyoitoa siku ya hapo jana. John Pambalu ameandika mambo 7 ambayo yapo kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nukuu hichi ambacho ameandika John Pambalu ambaye ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na nukuu: katika machozi, maumivu na hoja, mambo gani 7 yamejificha katika hotuba ya Samia? Mwalimu John Pambalu: nimesikiliza Samia akizungumza na wazee wa Dar es Salaam. Nimefanya uchambuzi wa hotuba yake katika mambo muhimu. Nimejiuliza juu ya washauri wake wa kisiasa kuwa wanawezaje kumruhusu kutangaza vita nyingi kwa wakati mmoja, kutangaza vita dhidi ya tech, kutangaza vita dhidi ya wapinzani, kutangaza vita dhidi ya Gen Z, jumuiya ya kimataifa na kadhalika, katika hotuba moja ambayo unaamini ni hotuba ya uponyaji. Wacha tuyaone mambo 7 niliyoyaona. Jambo la kwanza, majibu ya tume ya uchaguzi, yani tume ya uchunguzi, tume ya Jaji Othman Chande iliyoundwa kuchunguza kilichotokea, walichoita ni vurugu za Oktoba 29 mwaka 2025 yameshapatikana. Hakuna haja ya kuharibu fedha. Jambo moja analiamini ni kurudia mara nyingi yeye na wasaidizi wake ni kwamba waandamanaji walipwa na watu wa nje ili kuvuruga amani ya nchi. Hayo ndiyo yatakayokuwa majibu ya tume ya Othman Chande, yani muda ni mwalimu mzuri. Namba 2, waliouawa katika maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 anaamini walistahili kifo. Anadai wauaji walitumia nguvu iliyolingana na vitendo walivyofanya kwake. Kuchoma kituo cha mwendo kasi unastahili kile kilichowapa waandamanaji. Mnasubiri wauaji wachukuliwe hatua, mtasubiri mpaka Yesu atakaporudi. Namba 3, imetangazwa vita rasmi dhidi ya kanisa la Katoliki. Yale maneno wale mashehe wanaosema watawakata vichwa waandamanaji hayakuwa ya bahati mbaya. Ndiyo maana wako uraiani wanakunywa alikasusu na urojo wa posta da. Nafikiri iko chuki kubwa dhidi ya kanisa la Katoliki. Tuliombee hili kanisa lililoamua kusimama upande wa haki. Namba 4, Chadema tumesimangwa vilivyo. Tumeitwa kwenye meza ya mazungumzo tukiwa tumefinywa vifinyo. Twende tukazungumze tukiomba kuokoa roho zetu, sio kutenda haki kwa yale tuliyokosewa. Hazungumzi juu ya msajili mtungi, yani shosi kuisimamia Chadema kufanya kazi zake. Hazungumzi juu ya hukumu za Jaji Mwanga kusimamisha shughuli za Chadema. Hazungumzi uonevu wote juu ya Chadema. Yeye anasema tulikacha uchaguzi kukwepa kipigo, huku msibani kwake waliogopa Lissu alishaweka kwenye kuta za gereza. Lakini namba 5, kesi ya Lissu imeshatolewa maelezo. Kama alivyokamatwa na shinikizo la kisasi, basi hataachiwa kwa shinikizo la kisiasa. Kama mnataka kuja kwenye meza ya mazungumzo, njooni, lakini Lissu atasikia kwenye bomba. Hawezi kuwa sehemu ya mazungumzo hayo. Anasema kama Chadema inashinikiza wataingia kwenye mazungumzo. Lissu akiachiwa huru, hilo wasahau. Namba 6, jumuiya ya kimataifa inaulizwa swali moja: who are you by the way? Tunaweza kwenda bila nyie, msitupangie cha kufanya. Hatuwahitaji katika hatua ya sasa. Tuache tufanye mambo yetu. Jumuiya ya kimataifa inaambiwa sisi tuko huru kufanya chochote tunachotaka. Hotuba hii inanikumbusha swali langu
nilipokuwa mtoto nilikuwa najiuliza, nikimzaa mtoto halafu nikaamua kwa nini nikamatwe na nifungwe? Ni ajabu mzee akijiuliza maswali niliyokuwa najiuliza nilipokuwa mtoto. Namba 7. Gen Z, diaspora, wanaharakati na wapinzani, jiandaeni kupanda mlima. Hakuna atakayehurumia, ni ntiti kwa kwenda mbele. Hotuba haijakanusha juu ya mauaji ya makusudi, uwepo wa makaburi ya pamoja, majeruhi kupelekwa mochwal kwa makusudi, raia kuuawa wakiwa majumbani mwao na kadhalika. Hajaamua kukemea utekaji, uonevu na kitu chochote kilichopandisha hasira ya umma juu ya utawala wake, chama chake au serikali yake ile iliyomaliza muda wake Oktoba 29. Naamini kuwa watu wa karibu na Samia wameamua kumharibu kwa nguvu zote. Kwa hotuba hii, ninaamini watu wema waliopo upande wake, kama wana hofu ya Mungu, watarudi nyuma. Au kwa hakika kilichonishangaza ni makofi ya wazee wa Dar es Salaam. Gen Z mmoja alipoyaona yale makofi akasema, ukimuona mzee wa Dar amesimama kwenye gari, marufuku kumpisha kiti. Majenzi bwana. Ameandika maneno hayo John Pambalu katika mtandao wa Twitter, na mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli katika sehemu ya comment section. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli, sitayapitia, naomba nishie hapo, na mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli, ila kwa ufupi pitia maoni mawili matatu nione na maoni gani kwa hichi ambacho John Pambalu ameamua kuchapisha katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza hapa namuona anaitwa Otito, anasema wazee wa Dar. Lakini Popax anasema uchambuzi huu unatosha sana, nitautumia kama reference kijiweni kwamba kuna wazee wanahitaji elimu ya juu kuweza kuivumbua mboga ushungi. Lakini Atufena anasema CCM na Samia kuhusu kuondoka kwa njia ya demokrasia au katiba wamegoma, hawataki, na ni tatizo na ni janga kuu. Mwenyezi Mungu aliyemuondoa Farao kupitia Nabii Musa atutendee wema na sio Watanganyika. Nchi imeomboleza, bado tunaongezwa masimango na dikteta utwala. Lakini Bidonea Guga anasema, kwa hiyo hata anti yangu alifuatwa dukani kwake akauawa kwa risasi, alistahili. Okay, sawa, Mungu atamlipa. Lakini Survival anasema Watanganyika tumepigwa wote. Lakini Shaza anasema barikiwa sana Mwalimu Pambalu. Lakini Mpalestina anasema nimeelewa mwalimu. Lakini The Eagle anasema umeandika kishabiki sana. Lakini Chris Stop anasema well. Lakini Profesa Mundande anasema ujui psychological ya vichwa ni hivi, mpaka anasema hivi huu manake Mwalabu kashatoa green light ya kutoa pesa waende na ufisadi. Lakini Varieties anasema kamanda. Lakini Bavoka anasema hizi hasila. Lakini Franki anasema hivi nani huwa anamwandikia hizo hotuba? Je, huwa anazipitia kabla ya kuzitoa kwa umma? Je, unazielewaje? Je, unafikiri maudhui yake kwa umma? Je, huwa ni maamuzi yake au washauri wake kuzitoa hizo hotuba kwa umma? Ninashauri tu vijana wenzangu, hiyo akaandika hapo. Lakini Mhogo anasema hivi elimu yako inakusaidia nini? Kwa kweli wewe maana yake umekuwa zwazwa kweli. Lakini Muka anasema kumbe na wewe ni mwalimu. Lakini Mtumishi wa Mungu anasema umesikiliza ukiwa umejificha hapo kwa Maria. Sio tutalinda nchi sisi tutalinda nchi yetu au kwa wivu mkubwa mno. Lakini Papa G anasema mwisho ukuambiwa changanya na zako kama unazo. Lakini Slash anasema unalelewa Nairobi, kaa kwa kutulia. Haya ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la John Pambalu katika mtandao wa Twitter pamoja na Instagram. Jina langu Dio KTV. Tutaonana katika masuala ya kisiasa. Bye bye.